Waheshimiwa waumini, ninayo heshima kubwa ya kusimama mbele yenu katika siku ya mwisho ndani ya masiku 30 ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, na leo ni Aljumaa ya 5 kwa mujibu wa kalenda ya muandamo wa mwezi. Waheshimiwa, naomba niwatoe wasiwasi kwanza. Niwatoe wasiwasi Waislamu wale ambao wanashughulishwa na watu ambao wana maslahi yao nyuma ya mambo fulani fulani. Waheshimiwa, leo ni tarikhi ya 30 ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Mimi binafsi nimejitahidi siku ya jana ambayo ilikuwa 29 kufuatilia muonekano wa mwezi, na paka nikajiridhisha kwamba sijauona, lakini kwa sababu mimi sio peke yangu mfuatiliaji wa mwezi, nikaona nifuatilie na kwa wengine. Wengi wakasema hawajauona. Tukasubiri mamlaka sasa, kwa sababu zina vyanzo vikubwa na virefu na wanajua wanachokifanya. Sio ni wajinga kwa kiwango ambacho wanaweza wakafanya mambo kwa mkumbe. Matokeo ya mwisho kabisa yanasema mwezi jana haukuandama. Na kwa kweli ukitaka kujua kama haukuandama mwezi, kwa watu wanaojua mambo ya mwezi wenye siku 30 kama zimekamilika huwa hausumbui kwenye kuonekana. Yani kama waliofunga siku 30 jana, maana yake huwa ile ya 30 haina ubishi, lazima ungeonekana. 29 unautafuta, ambayo ni juzi waliutafuta, unaweza ukakosa ukaupata, lakini ikifika 30 ungepata sehemu ya kutusuta kwamba huo sasa umefika, umeandama kwa siku 30. Lakini hebu fikiria hata siku ya 30 ambayo yote imefungwa, lakini bado mwezi haujaonekana. Wengi walisubiri taarifa, na kama kwa vyovyote ilivyokuwa ilikuwa lazima wale Eid, kwa sababu siku 30 zilifika jana. Kwa hiyo hatuwezi tukasema kwamba ulionekana. Tunasema kwamba siku 30 kwa wenzetu zilifika jana, lakini sio mwezi ulionekana. Lakini pia kuna taarifa za kuonekana mwezi juzi ambao waliuona watu wa Afghanistani kwa taarifa zao, wakauona watu wa Niger. Niger ni Afrika Magharibi, na wakauona kwa maelezo tuliyoyaona kwenye vyanzo mbalimbali vya habari watu wa Mali. Mali ni Bamako, ni nchi katika nchi za Afrika, tena nchi na historia kubwa sana. Ndio nchi nakumbuka ina tajiri namba 1 Afrika leo kutokea, ametokea Mali. Rekodi hiyo wanayo Mali, tajiri namba 1 dunia Afrika tangu imeanza Afrika. Ukiacha kuna sasa kuna Dangote na wengine, aliyewahi kuwa tajiri katika tawala za Mali akawa tajiri wa Afrika nzima alikuwa Mali. Mali inatajwa, ina Bamako, ina Timbuktu kwa watu wa historia ndio chuo kikuu cha kwanza Afrika kama sio duniani. Hiyo story wanayo Mali. Mali ni dola ya zamani sana, ina watawala wake wamewahi kutajwa sana katika utawala wa Afrika wa wakati huo, na ina Waislamu wengi zaidi ya 70%. Na wao wasema waliuona, na jana walikula sikukuu. Jana Alhamisi waliswali Eid na wakala sikukuu Afghanistan na Niger. Kwa hivyo kama kuna watu walikuwa wanatafuta mwezi wa kimataifa, bado na wao jana walichemka, kwa sababu kuna mwezi ulikuwa umeonekana pahala lakini hawakufunga. Mara ya mwisho kuwatoa wasiwasi waheshimiwa waumini, nimewahi kusikia kule Saudia kuna mkoa maarufu wa mambo ya science, una chuo kikubwa cha science unaitwa Sideri. Ndiyo Saudia huwa wanautumia mkoa huo kupitia kile chuo kikuu cha mambo ya science ya anga, mambo ya astronomy na nini na hivi, mambo ya anga, mambo ya manyota, jua na nini, ghasia zote za anga.
zinatoka kwenye chuo kikuu kwa Saudia, kipo Sideri. Na hata ukiingia kwenye mitandao andika ru'yatul hilali fi Sideri, yani mwandamo wa mwezi katika mji wa Sideri. Kuna kamati, kuna wasomi, kuna wanasayansi maalumu, wao wamewekwa kwenye mashine za kutazama mwezi tu utaandamanaje. Juzi mmoja katika wale, kama tuseme sijui amefichwa siri au amechoka, alikuja na clip kama ya dakika 2 vya amerekodiwa pahala, mwanasayansi katika hiyo Sideri. Anasema mimi takriban miaka 30 nimekuwa nikitoa ripoti kwenye hiyo Sideri hiyo, yani hicho chuo ambacho kimepewa dhamana ya kufuatilia mwezi, miaka takriban 30. Katika hiyo 30 niliyoitoa nilikuwa nasema kwamba nimeuona mwezi, lakini kwa kumbukumbu zangu kabisa sikumbuki kama inazidi mara 7 kuona mwezi. Lakini zaidi ya miaka 30 nimekuwa nasema nimeuona mwezi, serikali inatangaza nimeuona mwezi, lakini sasa katika kumbukumbu zangu za ukweli kabisa kwamba niliona mwezi haizidi miaka 7. Kwa hiyo takriban kama miaka 23 hivi alikuwa anasema tu, ima kwa mashinikizo, ama kwa ahadi fulani, ama kwa kudharau, ama kwa kujitiatia, ama hadidi la akhir. Lakini kuna zaidi ya miaka zaidi ya 20 anasema alikuwa anasema bwana mwezi umeonekana, alafu serikali kule inatangaza kwamba mwezi umeonekana, watu wanafunga, watu wanatangaziana, watu wanaswali Eid, watu wanafunga, wanafanyaje. Lakini mmoja katika wale wa kule anasema nilikuwa najisemea tu. Ipo clip, uingia YouTube huko usearch, utaona watu wanamhoji kwenye television na anajibu maswali yake. Kwa hiyo suala la masala ya mwezi, waheshimu, msio wanyonge mkaona kama labda mbona watu kule mbona. Sheikh, dini haiendi kwa mbona, dini inakwenda kwa maarifa. Hadithi katika Sahihu Bukhari ambayo ndio inatoa ubishi kabisa wa mambo haya inasema hivi: inawezekana kweli watu wakaona mwezi, lakini ni mpaka uamini. Swala la mwezi ni swala sio la kusema tu, ni swala la imani. Wa amma hukmu at-tilghiraf al-warida fa hukmuhu hukmu al-khabar fayajibu imma wal habl yahtamil ala halayn imma al-kadhib wa imma as-sidq fayajibu as-sawm ala man saddaqahu faqat wa la yajibu as-sawm ala man ankara. Hiyo ndio ilmu. Ilmu inatuambia masala ya mwezi kuonekana kwa kupewa taarifa, kwa kupigiwa simu, kwa telegrafu, kwa WhatsApp, kwa Twitter, kwa X, kwa Instagram, kwa television. Hizi zote zinaitwa wakalatul anba, ama inaitwa wasailul ijtimaa, ni njia za mawasiliano. Sio kwamba muona akikwambia mtu nimeona tangazo kwenye TV, amesikia, ni mawasiliano. Nimeona kwenye simu, ni mawasiliano. Nimeona mtu ameposti kwenye kwenye Insta story. Zote hizo zinaingia kwenye hukumu ya habari. Habari ina sifa 2, Muislamu. Habari ina sifa 2 siku zote duniani. Jumlatu khabaria ina sifa moja, ima habari huwa ni kweli ama habari huwa ni uongo. Habari yoyote unaisikia, ukisikia habari yoyote, ima ni kweli ama ni uongo. Ukisikia mwezi umeandama kwa kusikia, ujue ima umeandama ama haujaandama. Akikupigia mtu simu ikwambia umeonekana, kwa sababu amekuambia mtu mwingine, kuna sifa 2, ima umeonekana kweli ama haujaonekana. Sasa walimu na wataalamu wanakuambia hivi: yajibu saumu ala man saddaqa, ni lazima kufunga ama kufungua kwa yule ambaye ataamini hiyo habari. Wala yajibu saumu ala man ankara, na wala si lazima kufunga ama kufungua kwa mtu ambaye atakuwa na mashaka na habari hiyo, mtu ambaye ataikataa hiyo habari. Hiyo ndio kanuni ya ilmu, sio masuala ya kusema kwamba zamani sasa hivi. Lakini Ibn Abbas, sikiliza, anamalizia habari, hadithi ya Quraib maarufu fi London wal Qahira.
Kuraibu anasema alipofika Shamu kwa Muawiya, kwenye wakati huo dola ya Kiislamu inatawala, Muawiya akiwa Damascus, Syria hii, anasema raainahu lailatal jumaa, sisi tuliuona mwezi usiku wa kuamkia Ijumaa. Kwa hivyo ukipiga hesabu, Kuraibu anamwambia Ibn Abbas, leo ni siku ya 30, kwa hiyo Ramadhani itakuwa imekamilika. Ibn Abbas anamwambia Kuraibu, bal raainahu lailata subuti lailata sabt, sisi huku Madina tuliuona usiku wa kuamkia Jumamosi, ndio tuliona mwezi sisi. Na kuna munakasha uliendelea mpaka Ibn Abbas akamwambia, waraaitahu, wewe mwenyewe bwana Kuraibu uliuona? Akasema raaituhu wa raahu nnas, mimi niliuona na watu wengine wakaoneshana, tukaambia ule pale ule pale ule pale ule pale. Kwa hiyo mimi niliuona, ni kweli Ijumaa. Ibn Abbas anambia hapana, sisi tuliuona usiku wa kuamkia Jumamosi, nyewe kama mliona usiku wa kuamkia Ijumaa, sisi tuliona. Sasa wala nazalu nasume hatta nukmila am narahu. Hii ni hadithi, sio mambo ya BAKWATA wala sio mambo ya BASUTA, sio masuala ya Sheikh nani na Alhaji nani na Sharifu nani, ni swala la kusoma kwenye kitabu, soma mwenyewe. Ibn Abbas anasema yani kapata taarifa hiyo kwamba mwezi umeisha, siku 30 zimekamilika, lakini anamwambia Kuraibu, mfanyakazi wa mama yake tena Abdullah ibn Abbas, huyo anaitwa Ummul Fadl, alikuwa na mfanyakazi wake anaitwa Kuraibu, alimtuma kule Sham. Anaambia lam nazalu nasum, sisi hapa Madina hatujaacha kufunga, hatutoacha kufunga hata nukmila, mpaka tukamilishe siku 30. Ili tusikamilishe siku 30 au narahu, au tukuone wenyewe ule pale umeandama, tukiuona tutafungua. Lakini kwa haya maelezo ulionipa wewe, hebu fikiria, huyu ni sahaba, ni katika salafi salihi, anamjibu mtu ambaye ni wamemlea wao kidini na kimaarifa na ni mfanyakazi wa ndani, na ameuona Shamu kwa kiongozi mwingine wa Islam. Lakini Ibn Abbas kakataa mwezi wa Shamu. Sheikh wangu, wewe unaukubali mwezi si wa Mali, mwezi wa Afghanistani, mwezi wa Morocco, mwezi si wa South Africa, unaukubali kwa taarifa tu kwenye Insta. Hivi Insta jamani, mambo yote yanayopostiwa nyewe mjue kama kuna uongo pia? Watu wangapi kila siku wanakanusha habari za kwenye Insta Instagram? Mtu anakuambia mimi sikufanya hivyo. WhatsApp jamani, hamjasikia watu wanakanusha habari za kwenye WhatsApp? Kwenye television hapa juzi hapa tu kuna habari zinasema Benjamin Netanyahu ameuawa kwenye mashambulizi ya Iran kule, lakini wakati huo kuna vyombo vya habari vinakanusha tena, vinasema yupo hai. Wakati huo anahojiwa sehemu, anaonekana anaongea, lakini watu wanasema ile ni AI, yani ni AI nini sio IA, sio ni AI artificial intelligence nini ile sio akili mnepi sio kwa Kiswahili wanasema sio akili bandia. Yani mtu wanatuhumu ameuawa, lakini kuna watu wanatoa picha ana vidole 6 anaonekana yupo hai. Watu sasa hilo itakuwa ni AI kwa sababu inaonekana mbona na vidole 6. Mpaka sasa kuna mzozo, mtoto wake mwenyewe ameonyesha kama ana huzuni huko wenyewe. Basi alimradi hizo ndo habari duniani. Yani habari sio sahihi mpaka upate kwa vyanzo vya ukweli vyana sana, sio kwa kuambiana tu. Kwa hivyo mimi nimeona niweke hansad ya sada ala tariq mustaqim, kwa sababu ni sisi wenyewe ndio tuna mambo haya. Lazima tu tupeane kidogo uhakika na tutiane moyo kwamba hakuna haja ya kuzubaa ya Muislamu kwa salah labda hapana, labda hii maarifa. Ibn Abbas, kama tumekosea basi mtu wa kwanza kukosea ni Ibn Abbas radiyallahu anhu wa alayhi salam, min ahli bait rasulillah. Huyu ni katika familia ya mtumi, ambaye mtume anasema inni taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum lan tadhillu lan wala fi mustaqbal. Mtume anasema mimi nawachia vitu viwili, mkishikamana na hivyo vitu viwili hamtopotea. Kuna riwaya moja inasema kitabullah wa khulafai rashidin, kwamba kitabu cha Mungu Qur'ani na wale viongozi waadilifu wa mtume Abubakari, Umari, Uthman, Ali. Lakini kuna riwaya pia inasema katika sahihi ya Bukhari
kwamba wa itrati ahli bait, na familia yangu na kizazi changu, ambao Ibn Abbas anaingia kwenye eneo hilo. Kwa hiyo heshimiwa waumini, kuweni ndani. Leo ni Ramadhani 30, fayalaha min an-na'ma, neema iliyoje Mwenyezi Mungu tujalia kupata Ramadhani ya Ijumaa 5 kwa siku 30. Endelezeni dua zenu waheshimiwa waumini. Qulu fi duaikum, endeleeni kumbembeleza Mwenyezi Mungu katika saa chache, fi suaiat albaq, katika tusaa kadhaa tulizobakia. Wa fi hadhihi saati alfadfada, yani saatu kathiru alkhair walbarakat walrahmat walnafahat. Waislamu, endeleeni kumbembeleza Mwenyezi Mungu, hamjapata hasara. Saa kadhaa zilizobakia, mwambieni Mwenyezi Mungu, la awhasha Allahu ya shahra siyam, Mwenyezi Mungu asikupeleke peke yako wewe mwezi wa saumu, ila ukiwa na saumu zetu. La awhasha Allah ya shahra alquran, Mungu asikuondoe Ramadhani ila uondoke na thawabu zetu za kusoma Qur'an. La awhasha Allah ya shahra tauba, Mungu asikuondoe mwezi wa Ramadhani kwa saa zilizobakia ila ufungashe na toba zetu uende nazo. La awhasha Allah ya shahra sadaqa, Mungu asikuondoe peke yako Ramadhani ila uondoke na mafurushi ya thawabu zetu za sadaqa. La awhasha Allah minka ya shahra tarawih wal qiyam, Mungu asikuondoe peke yako mwezi wa tarawih na visimamo vya usiku ila uondoke na tarawih zetu na visimamo vyetu. La awhasha Allah minka ya shahrul aitam wal aramil wal fuqara wa ahlul hawaik, Mungu asikuondoe ewe Ramadhani kwa saa kadhaa zobakia ila uondoke ukiwa na thawabu zetu za kuwajali mayatima, kuwajali wajane, kuwagusa masikini na mafakiri na watu wenye shida mbalimbali. Haya ndiyo ambayo tuliyoyafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, na kwa sababu unaondoka, tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu pamoja na an-nuqsan ma'a at-taqsir. Hunaka an-nuqsani wat-taqsir wa hunaka farqun kabir baina at-taqsir wan-nuqsan. Mwenyezi Mungu atukubalie pamoja na mapungufu hata yale ya makusudi. Wajua kuna mapungufu aina mbili. Kuna mapungufu yanaitwa nuqsan, yani mapungufu ambayo mtu huna tena ya ubinadamu, yani lazima ubinadamu utakukuta na mapungufu. Hayo tumeyafanya sana ndani ya Ramadhani. Lakini kuna taksir, kuna mengine tumefanya kwa makusudi, ni mapungufu lakini kwa makusudi. Kwa njaa zetu, kwa imani zetu dhaifu, kwa hasadi, kwa unafiki, tumefanya kwa makusudi kabisa. Yani unajua mimi nina somo, lakini umeamua kula haramu, umefuturu haramu, umefanya dili la haramu, umefanya. Kuna watu tumefanya, yani msikatae, kweli tulikuwa tumefunga, ni kweli, lakini kuna wakati tumefanya uongo tena kwa makusudi. Yote haya kwa saa chache zilizobakia, tumwambie Mwenyezi Mungu, la awhasha Allah ya shahra rahma wal ghufran. Mwenyezi Mungu, usiondoke peke yako wewe mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao umejaa huruma ya Mungu na msamaha wa Mungu. Hakuna haja ya kuwa wanyonge waheshimiwa ya sada. Lakini mwisho, kabla ya hotuba yangu ya kwanza, naomba niwaambie maneno ya Mwenyezi Mungu aliyoyasema. Leo kuna baadhi kama mnavyojua hawana saum, wako ndani ya Shawwal. Marhaba wa ahlan wa sahla, hongera kwao, Mwenyezi Mungu awapokelee ibada zao. Lakini kwa sisi ambao tunaendelea na ibada na imebakia saa kadhaa, tusisahau mabwana kumuomba Mwenyezi Mungu apokee hizi saumu zetu, tupate thawabu kwa hizi saumu tulizozifanya. Ndio shughuli kubwa iliyobakia, na hatuwezi tukapata thawabu kwa sababu tumefunga vizuri. Nani kafunga vizuri hapa? Laita shi'ra manil maqbul fanuhanni wa manil matrud fanuazihi. Tunatamani sana waheshimiwa kumjua nani saumu yake imepokelewa vizuri, nani amepokelewa saumu yake, tumpe hongera, tumpe kongole, tunatamani tumjue. Walaita shi'ra manil matrud fanuazihi, na tunatamani pia
lau tukimjua mtu ambaye amefukuzwa na Mwenyezi Mungu, hajapokelewa saumu zake, sadaka zake hazijakupokelewa, Qur'ani yake imetupwa, sijui tarawih yake haipo, naye tungemjua ule mtu, wallahi tungelia naye pamoja musiba. Hadhihi musiba wa tamatul kubra, tungempa pole, tungemfanyia munaring, tungeenda kumuhani, tungeenda kumpa rambirambi. Lakini la wala, hatumjui aliyepokelewa wala aliyekubaliwa. Sasa tufanye yale ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alimuhusia Muadh ibn Jabal, sahabiyun jalil. Alimuhusia nini Mtume Muadh ibn Jabal? Mtume alimwambia ya Muadh, alimuita ya Muadh, Muadh njoo sikiliza, inni uhibbuk, Muadh naomba nikuambie nakupenda. Na hili Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema, ukimpenda mtu kwa ajili ya kheri mwambie Sheikh bana, mimi nakupenda sana bana kwa tabia zako nzuri. Mwambie mtu, unampa moyo, unamwinkari, unammotivate, unamuhamasisha. Bwana, mimi napenda sana tabia zako wewe za ukweli. Nakupenda sana kwa ukweli wako mimi nakupenda sana wewe kwa kufanya kwako ibada. Mimi nakupenda sana kwako wewe kwa kujitoa. Unajitoa sana kwa ajili ya watu, unajitoa sana kwa ajili ya nchi yako, unajitoa sana kwa ajili ya kwenye jamii mtaani kwetu. Mtu akikupenda, ukimpenda mwambie, mimi ninakupenda kwa ajili ya Mungu. Mimi nakupenda shekhe wewe kwa sababu ya uadilifu wako, nakupenda kwa mawaidha yako, nakupenda kwa usomaji wako, nakupenda jinsi ambavyo unavyojistiri, mimi nakupenda sana. Mtu mwambie, unampa ndio maana hata Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuna wakati ni kweli kabisa opposition anatakiwa akosolewe kama rais kwa sababu ndio ameshika madaraka makubwa, lakini pia akifanya vizuri asifiwe, inamsaidia kumpa nguvu ya kufanya kazi. Inapokuwa sehemu imejengwa labda barabara wasike sana, sijui imejengwa miundombinu gani, sijui umeme au katiki, ambiwe pia, yani kwa mwali kuliwe na kwa somo kuliwe. Akifanya vizuri apongezwe, akifanya vibaya. Sasa mtu akifanya vizuri mwambie bana, mimi nakupenda kwa ajili hivi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alimuita Muadh ibn Jabal, akamwambia mimi nakupenda kwa ajili ya Mungu. Wewe Muadh, unajitahidi sana, fala tad'anna dubra kull salah an taqula allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika muqallibul qulubi wal absari thabbit qalbi ala dinik. Mtume anamwambia Muadh ibn Jabal, mimi nakupenda kwa ajili ya Mungu. Sasa nakuhusia kulaimati raqiqatan raqaraqa ruqaiqati fala tad'aha, nakuhusia maneno mazuri muhimu sana, yashike abdu alaiha bin nawagid, yashike uyang'ang'anie kwa magego. Ukimaliza kuswali usiache kuomba dua. Ukimaliza dubura kulla sala, kila baada ya sala. Hina ya sada dhukira aljuz'u wa iradatul kullu. Hapa Mtume aliongea kibalagha. Balagha inatuambia kuna wakati unaweza ukataja ukuta mmoja ukawa umekusudia kuta zote hizi. Mtume alipomwambia usiache dua kila baada ya swala, maana yake kila baada ya ibada yoyote, iwe hija, iwe saumu, iwe zaka, iwe kusoma Qur'an, kila unapofanya ibada yoyote, la tad'anna, usiache kusoma dua hii: Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Mola wangu, mimi nakuomba unisaidie niweze kukutaja kwa sana, nikukumbuke, nikuabudu, nifanye ibada kwa uzuri wa husni ibadatika, niabudu vizuri. Haya maneno muombe sana Mwenyezi Mungu katika dua zako. Mabwana, hakuna aliyekuja kuswali hapa kwa sababu ya mjanja. Hakuna anayetoa sadaka kwa sababu ni tajiri au na fedha. Hakuna anayesoma Qur'an kwa sababu yeye anajua sana kusoma. Hakuna anayekwenda hija kwa sababu yeye anapajua sana Maka au sijui ni nini. Watu wote tunafanya yale kwa msaada wa Mungu. Mungu akitoa msaada wake, mtu anaweza kawa Maka pale pale na hajawahi kwenda hija. Mtu anaweza kawa jirani ya msikiti hapa, hajawahi kuswali swala moja.
Mtu anaweza babake kuwa shekhe na misahafu imo ndani, lakini hajui atakusoma qul huwallah. Haya yote ni kwa msaada wa Mungu. Mtu akitakiwa kuacha jambo, basi akiweza kuliacha jambo hilo kwa siku 30 mfululizo, basi mtu huyo itakuwa ameweza kuacha hilo jambo, hata ulirudia tena. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu akatupa sisi siku 30 za kufunga. Kwa hiyo kama ni mtu alikuwa anakunywa pombe, akiacha siku 30 mfululizo, maana yake hatokunywa tena. Kama mtu alikuwa anavuta sigara, ameweza kuacha siku 30 mfululizo, maana yake ataweza kuwa ameacha kabisa. Kadhalika aliyekuwa anavuta bangi, ameacha siku 30 mfululizo kupiga msuba, maana yake huyu tunatarajia hapa ameshapona siku 30 mfululizo. Mtu aliyekuwa na zini, ameacha zina siku 30 mfululizo. Hii siku 30 haikuja by chance, yani haikuja kama bahati nasibu, imekuja kwa hisabu na kwa malengo maalum. Ndio maana Mungu akasema la'allakum tattaqun. At-taqwa ya jamaa al-ihada bainaka wa baina adh-dhunub, huwa hadhihi hiya taqwa. Al-ghufran wa taqwa maanaha al-ihala bainak wa baina adh-dhunub. Ucha Mungu maana yake nini? Ucha Mungu ni protection, ni kinga kati yako wewe na madhambi, au chanjo kwa lugha nyingine tunaita ni chanjo. Yani ukifanya siku 30 jambo fulani, basi wewe utopata na malaria, utopata sijui na sonona, au utopata sijui labda na UTI. Yani kwa hili jambo ukilifanya kama dawa, ukinywa hizo dawa siku 7 mfululizo utapona kitu fulani. Ukifanya hivi siku kadhaa itatokea kitu fulani. Ukifunga siku 30 ukaacha maasi, ikifika siku ya 31 nguvu ya kuacha inakuwa ni kubwa zaidi kuliko nguvu ya kukuvuta urudi tena. Kwa hivyo tunawatarajia wengi tuliofunga humu, hatuwezi kwenda kuharibu saumu zetu tena. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwati ankatha. Mungu anasema katika surati An-Nahl, anasema msithubutu Waislamu wenye akili timamu mkawa kama yule dada anaitwa Imra'atu Hamqa. Dada mmoja alikuwa katika mji wa Makka, anaishi, ni Mquraishi. Yeye ni mtaalamu wa kufumafuma vitambara na fumafuma masweta, kofia hizi na nini. Lakini udada alikuwa na kesha usiku kucha anafuma. Ikifika asubuhi analifumua lote lile liuzi, tena inabakia na mauzi mkononi, hakuna kofia, hakuna sweta, hakuna nguo, hakuna kitambaa, hakuna chochote. Anaanza tena kukaa anafuma tena. Kwa hiyo wiki, mwezi anajikuta hana chochote, kwa sababu akimaliza kufuma anafumua. Sasa Waislamu, msirogwe na mavi ya ng'ombe, msije mkarogwa na uchawi wa mavi ya ng'ombe. Mavi ya ng'ombe, shekhe wangu, ng'ombe akiwa anapita barabarani hapo akhalafu akajisaidia yale mavi yake, huwa yanajifanya kama yamekauka kwa huku juu. Unaweza kukaa kama saa 2-3 hivi, ukipita pale kama yamekauka. Sasa jaribu kuyatia mpula uone. Sawa Jaribu kuyagusa, au chukua kijimti uingize ndani, mabichi kama kawaida. Kumbe pale imeweka utandu tu. Hata kwenye chai ya sukari, chai ya maziwa, huwa kuna utandu. Ukisema unywe haraka haraka unakwenda kuungua. Kwa hiyo kumbe umedanganya tu pale na utandu. Sasa isije na kaa sisi tukao tumerogwa hivi. Yaani mpaka Ramadhani 30 tunaonekana tunaswali swala 5, hatufanyi zina, hatunywi pombe, hatusemi uongo, hatutapeli, haturogi, hatuibi, hatu. Kumbe ni juu tu, shoga yangu, my brother. Kumbe ni juu tu. Ndani bado wabichi. Mavi ya ng'ombe ya nini yale ya ng'ombe. Kumbe bado kabisa mle ndani ni bichi kabisa. Hapana. Tusirogwe na mrogo ama na uchawi wa mavi ya ng'ombe. Tuwe tumekauka juu na tumekauka na ndani. Ikiwezekana mtu achukue mavi akawashie moto, yawe kama sehemu ya kuwashia moto, iwe kuni yaungue, ndio tutajua kweli watu walikuwa ndani ya Ramadhani siku 30.